mada hasa imejikita kuangalia umuhimu wa ushiriki wa wanaume. Kwa hiyo mimi meneja na timu yako yote niwashukuru sana kwa kutukumbuka sisi wanakaratu, kwa sababu ushirika linafanya kazi katika maeneo mbalimbali. Ingeweza kuelekeza mdahalo huu kwenye eneo jingine au wilaya nyingine, lakini mmeona umuhimu wa kutukumbuka sisi wanakaratu. Kwa niaba ya mkuu wetu wa wilaya, mkurugenzi, lakini na wanakaratu wote, tunawashukuru sana Montessori kwa nia njema ya kuhakikisha kwamba tunakuwa na watoto ambao wana malezi mazuri na maendeleo yao ya ukuaji yanaenda vizuri. Mimi ninaitwa Mwalimu Moses Anei kutoka shule ya sekondari Karatu, na nimefurahishwa na mada hii ambayo inahusu umuhimu wa ushiriki wa wanaume katika malezi, makuzi na maendeleo ya mtoto. Na mada hii imeletwa na hii shirika lisilo la kiserikali ambalo ni la Montessori Tanzania. Mada hii imekuja kwa muda mwafaka kwa sababu wanaume mara nyingi wamesahaulika katika malezi. Na ukiangalia sasa hivi tuna hawa wanaojiita single mothers, ambapo wanaume manake wameenda wapi? Hakuna mtoto anayezaliwa mwenyewe. Kwa hiyo ni kwamba kuna mahali mwanaume amelegea au amepungua. Kwa sababu hiyo hili shirika likaona ni muhimu kuja kuleta hii mada inayosema, huu mdahalo wenye mada inayosema umuhimu wa mwanaume na ushiriki wa wanaume katika malezi na katika makuzi na maendeleo ya mtoto. Mimi kwa jina naitwa Halima Mbaga, ni mwalimu wa shule ya msingi. Kwa haya mashirika ambayo yanakuja kutufundisha au kutupa somo hili nzuri, mimi kwa ushauri wangu nilikuwa ninaomba yaendelee. Yaani ni kitu kizuri sana, ni mafundisho mazuri sana. Yaendelee na yasiishie hapa mjini tu. Unajua mjini kwa sababu tunakutana watu wengi wanaotoka kwenye mikoa tofauti tofauti, kila mtu ana nini? Ana malezi yake. Na kila mtu anaelewa ni namna gani alikotoka, kwa sababu tumeshafundishwa kwamba kuna asili. Mama ametoka kwenye asili yake na baba anatoka kwenye asili yake. Kwa hiyo tukifundisha watu wa huku mjini tu, tukumbuke kwamba kuna watu wa kijijini ambao hawapati mafundisho kama haya. Kwa hiyo mnapokuja kutufundisha ni mafundisho mazuri sana yanayotubadilisha na kujua kwamba ni nini cha kufanya ili watoto wetu waweze kukua katika malezi mazuri. Kwanza kabisa naweza nikasema tu tunashukuru sana kwa kupata fursa namna hii, especially kwa shirika hili ambalo na Montessori kwa kuweza kutufikishia mafunzo ya namna hii na pia kutengeneza midahalo ya namna hii, kwa sababu imekuwa kama ni nguzo mojawapo ya kuzidi kufungua wanajamii katika swala la malezi kwa watoto, hususan katika pande zote mbili ya familia, hususan baba na mama, na kuonyesha umuhimu wake. Hivyo nadhani kwamba mafunzo ya namna hii au midahalo ya namna hii inaweza ikatengeneza mwamko mkubwa au chachu katika familia nyingi ambazo zinakuwa zinahusiana na mjadala huu. Pia kikubwa zaidi naomba tu labda niongeze kwa serikali kuzidi kusapoti mashirika ya namna hii ambayo yanazidi kuamsha chachu na hari katika jamii kwa ajili ya malezi ya watoto wetu na malezi katika familia, ili tuweze kupata kizazi bora cha leo, kesho pamoja na kesho kutwa kwa taifa letu. Naitwa Michael Sungusia, ni meneja miradi kutoka shirika la Montessori Community of Tanzania, shirika lisilo la serikali ambalo linajikita zaidi katika kukuza na kueneza mbinu ya Montessori, lakini kuchagiza katika afua ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Leo tumepata bahati ya kuendelea kufanya katika miradi mingi ambayo tunaifanya kama shirika. Leo tumefanya katika mradi mmojawapo wa ushiriki wa wanaume katika malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Tupo katika wilaya ya Karatu na tunaamini kwamba kwa ushiriki na kwa hamasa na mdahalo huu tunaweza kuleta hamasa katika jamii kuona umuhimu wa ushiriki wa wanaume. Lakini tumeona jinsi gani kwamba
hata tunapozungumzia matendo mbalimbali ya jamii yanayotokea, vitendo vya ukatili wa kijinsia, matendo ya ukatili kwa watoto na wanawake, tafiti zinatueleza na zinaonyesha kwamba matukio mengi unapoenda kutafuta chanzo na wahusika ndio kina nani, tafiti zimekuwa zikionyesha kwamba wanaume ndio wamekuwa wakifanya vitendo vya ukatili. Kwa kama tunaamini kama wanaume wamekuwa wakilaumiwa na kuwa sehemu ya kufanya vitendo hivi vya ukatili, wanapaswa kujumuishwa kwa namna na njia tofauti waweze kushiriki katika kutoa mchango wao, kujenga maarifa na kuona namna gani wanaweza kuwa sehemu ya suluhisho ya kukomesha vitendo vya ukatili wa kijinsia na ukatili kwa ujumla kwa watoto. Kwa hiyo tunaamini kupitia midahalo huu ambao tumeufanya katika wilaya ya Karatu na maeneo mengine ambayo tunaifanya katika Tanzania tunakofanya kazi, tunaweza kuibua mitazamo mipya, tunaweza tukachagiza na tukafanya uchechemuzi na kueleza kwamba na kuonyesha jamii na kuikumbusha kwamba baba anapaswa kushiriki katika mchakato wa malezi, na nafasi ya baba sio katika kwenda kutafuta na kuacha pesa nyumbani tu. Anapaswa kuwa sehemu na kutoa msaada wa kihisia na pia aweze kuwa sehemu katika makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Na kwa kufanya hivyo, tunaamini kabisa tutakuwa na familia bora, tutakuwa na jamii imara na tutakuwa na taifa ambalo linazingatia ustawi wa watu na maendeleo.